si kwa Zanzibar tu, lakini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo tunamkumbuka mtu muhimu katika watu katika ulimwengu huu, mzee wetu Abedi Amani Karume rahmatullahi alayhi. Tuna kila sababu ya kumkumbuka na kumwombea Mungu, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao waliotajwa na mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiuliza mtume wapi amemtaja mzee Karume, basi waambie ni pale mtume aliposema khairun nasi anfa'uhum linnas, mbora wa watu ni yule ambaye mwenye kuwanufaisha zaidi watu. Tena imekuja bisighatin mubalagha, anfa'uhum linnas, ni yule ambaye mwenye kuwanufaisha zaidi watu. Mzee Karume amewanufaisha watu, na si Wazanzibari tu, bali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake. Ni mzee ambaye ametujengea ujasiri, ametujengea uthubutu katika utendaji wa mambo, ameweka misingi ya utu na ubinadamu, ameweka misingi ambayo inatuleta pamoja kati ya Watanganyika na Wazanzibari, misingi ambayo haitavunjika kamwe. Ni mtu ambaye tuna kila sababu ya kumwombea Mungu, lakini kumkumbuka. Ujasiri leo ambao tunausema walionao Wazanzibari katika uthubutu wa mambo na katika umakini, ni kwa sababu ya mzee Abedi Amani Karume. Alikuwa ni kiongozi ambaye anayejiamini, alikuwa anapenda watu wote, lakini alituunganisha katika sala la umoja wa kitaifa, jambo ambalo ndiyo msingi wa utu na ubinadamu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituelekeza. Sasa mtu wa namna hii kumwombea dua, tuna haki na tuna kila sababu ya kufanya hivyo, na sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mzee Karume atamuingiza peponi. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.